Yanga wana 5% za kuingia hatua ya robo fainali. Maana yake wana 5% chache mno za kutinga katika hatua ya robo fainali. Na nini ambacho zaka kizungumza? Labda nikukumbushe tu kile ambacho nilikizungumza kabla ya mchezo hujachezwa. Sio rahisi Yanga kuingia katika robo fainali. Mimi binafsi wakiniambia kama ni kubeti, sawa, Yanga simuingizi kwenye hatua ya robo fainali kuingia. Niambia Yanga wana 5% ngapi ya kuingia kwenye hatua ya robo fainali? Mimi Yanga ninampa 30%. Naam, karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo nafahamu, tunapata nafasi ya kuzungumza na kujadili mambo mengi ya kimichezo ambayo yanajiri kutoka katika vyanzo mbalimbali vya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans walikuwa wanacheza na AS FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco. Bwana, kila mmoja anafahamu kuhusiana na matokeo ambayo yametokea. Kama ulikuwa ufahamu, acha nikupe taarifa kwamba Yanga wamepasuka goli 1-0 katika mchezo ambao ulikuwa mgumu. Na bila shaka kama ulishuhudia, uliona jinsi ambavyo Yanga walikuwa wanapata tabu kweli kweli kwenda kudhibiti kuto kufungwa, lakini dakika za mwishoni kabisa Yanga wakajikuta wameruhusu goli ambalo limepigwa mara baada ya piga ni kupiga katika eneo la Yanga. Na Yanga sasa wako katika mtego mgumu sana wa kuingia katika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kweli tunakumbuka tushe kuzungumza kwamba Yanga wako kwenye kundi gumu, na ugumu huo ndo ambao tunauzungumza mpaka sasa, kwamba Yanga wamefungwa na FC FAR Rabat. Kama Yanga wangekuwa wametoka sare na FC FAR Rabat, wangekuwa na nafasi kubwa sana ya kuingia katika hatua ya robo finali, lakini kufungwa huku kuna nafasi finyu sana. Kumbuka kama utakuwa nakumbuka, mimi ndo yule ambaye nilisema kwamba Yanga wana nafasi ngumu sana ya kuingia katika hatua ya robo finali kabla ya mchezo. Nilikuwa kwenye kipindi cha Mjini FM, lakini pia katika vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vilinioji, nikasema kwamba Yanga wana 30% ya kutoboa kuingia hatua ya robo finali. Sasa mpaka sasa, mara baada ya kufungwa huo mchezo, Yanga wana 10%, kama sio 10 basi ni 5% ambayo imebakia sasa ya kuwaruhusu Yanga waweze kuingia katika hatua ya robo finali. 10 ni nyingi sana kwa Yanga. Yanga wana 5% za kuingia hatua ya robo finali. Maana yake wana 5% chache mno za kutinga katika hatua ya robo finali. Na nini ambacho zaka kizungumza? Labda nikukumbushe tu kile ambacho nilikizungumza kabla ya mchezo hujachezwa, na watu wakaibuka na kutoa maneno makali na kusema yote ambayo walitaka kuyasema, matusi na vitu vyote ambavyo walisema juu ya kile ambacho nikisema, kwa sababu watu wanapenda sana kuongopewa na sio kuambiwa ukweli. Na mimi kwa sababu ni mzee wa black and white, nitaendelea kuambieni ukweli. Kwa chochote ambacho kitakuwa cha ukweli, mtegemee kukipata kwangu. Unakitaka ukitaki, lakini ukweli utakufikia kama ambavyo mimi nakwambia. Tusikilize kile kitu ambacho nilikizungumza nikiwa kwenye kipindi cha Sport Knockout ya Mjini FM, lakini pia kile ambacho nilizungumza kutoka katika vyombo vingine vya habari, nikuzungumzia mchezo wa Yanga na FC FAR Rabat na nafasi ambayo Yanga wapo nayo. Nitairudia hii, utaiona hapa. Yanga, mimi binafsi naona Yanga kwa kwenye kaeneo kadogo sana kakuweza kusonga mbele. Yaani Yanga kuingia hatua robo finali. Ni kaeneo kadogo sana ambako kamebakia. Yanga inawezekana siingie kwenye hatua robo finali. Nakwambia Yanga huenda siingie kwenye hatua ya robo finali. Licha ya mazingira yanaonekana yanaweza kamfeva Yanga, lakini sio rahisi Yanga kuingia katika robo finali. Mimi binafsi wakiniambia kama ni kubeti, sawa, Yanga simuingizi kwenye hatua ya robo finali kuingia. Kwa nini? Kama ni kubeti, Yanga ingie. Hapo ilipo Yanga wana pointi sawa na FC FAR Rabat. FC FAR Rabat mpaka dakika hii ndio timu ya pili tuseme, wakiwa na magoli mengi ambao wamefunga. Si umeelewa? Yanga ni ya 3 sasa hivi, ila wana faida moja Yanga pale ambapo zitakutana zenyewe zimefungana, kwa maana ya head to head, kwa sababu Yanga walipata pointi huku, si ndio? Wataenda kuangalia kule wamepataje, umeelewa? Kwa ndio hicho ambacho kimebakia. Lakini nikiona Yanga, ukiniambia Yanga wana 5% ngapi ya kuingia kwenye hatua ya robo finali,
Mimi Yanga ninampa 30%. Bila shaka umesikia kile kitu ambacho nilikizungumza, lakini nizungumze tena kwamba mara baada ya sasa ya Yanga kufungwa, Yanga nafasi ya kuingia hatua robo finali, si nilisema wana 30%, sasa ni 5% ndizo ambazo Yanga amebakiza sasa kuingia katika hatua ya robo finali, na 10% zilizobakia ni uzembe wa AS FAR Rabat ukitokea, ndio ambao utasababisha Yanga wakaweza kuvuka kuingia hatua ya robo finali. Lakini Yanga kitu ambacho kitawabeba endapo tu National Ahli wakiachana na tabia za kubeba Waarabu, inawezekana ikawasaidia. Maana yake ukipiga mahesabu ni kwamba FC FAR Rabat zakafungwa na Al Ahly, si ndio? Huenda akafunga goli nyingi au kwa maana tu wasifunge Ahly, lakini Yanga inawezekana wakapata matokeo dhidi ya Kabylie. Kwa hiyo Yanga wanaweza kupata advantage endapo kama watafunga goli nyingi Kabylie, lakini kama hawatawafunga goli nyingi Yanga hawawezi kutoboa. Kwa hiyo hata 5% ambazo Yanga nasema wana nafasi ya 5% kuweza kuingia hatua ya robo finali, huenda nimewapendelea sana. Yanga inawezekana kana 2% au 1 tu ambayo ndo chance ya kuweza kuwapeleka kaingia hatua ya robo finali. Kwa hiyo Yanga kiufupi ni kwamba kuingia hatua ya robo finali itategemea na uzembe ambao AS FAR Rabat wataufanya wakicheza na National Ahli. Manake wakitoka sare tu kwao inapeleka kwenye hatua robo finali, lakini pia National Ahli kama ataamua kuwabeba AS FAR Rabat, maana yake ni kwamba Yanga watakuwa hawana nafasi kabisa, kwa sababu kwa draw yoyote ile au wakiruhusu kufungwa Ahli, maana yake ni kwamba watakaoenda kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya robo finali itakuwa ni FAR Rabat na National Ahli. Kwa sababu tu Yanga kufungwa katika mchezo huo, maana yake wametanua magoli ambayo sasa wanaangalia goli la mpinzani wake limebanwa, kitu ambacho ni kigumu sana. Kikubwa nitaka nikupe taarifa kuhusiana na nafasi ya Yanga katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kwamba wako na nafasi ngumu sana, na tulishazungumza haya. Mengine watu walibisha sana wakasema haiwezekani. Subiri sasa mchezo wa mwisho, FAR Rabat anacheza na Ahly na Yanga anacheza na Kabylie, sawa. Sasa FAR Rabat wao wana pointi 8, Yanga na pointi 5. Manake Yanga wakishinda mchezo dhidi ya Kabylie, manake watakuwa na pointi 8, si ndio? Sasa magoli ndio kitaanza kutenganisha, manake kama endapo FAR Rabat akifungwa na Ahly, lakini FAR Rabat ikitoka sare na Ahly, hata Yanga afunge magoli mangapi Kabylie, bado itakuwa ni kazi bure. Umeona sasa ugumu wa Yanga ambao unauzungumzia. Bwana, tuzungumzie mchezo kidogo jinsi ambavyo umeenda. Mara nyingi mimi napenda kuweka black and white. Kocha wa Yanga Pedro Gonçalves ndiye ambaye bado kaendelea kuwa sehemu ya kuikandamiza Yanga bila mwenye kujua, kwa sababu ya mapenzi anayoyapenda sana. Kama angemwanzisha Dube, Prince Mpumelelo Dube mapema, huenda Yanga angepata matokeo. Na kwa hivyo ukiangalia jinsi ambavyo flow ya mchezo ulikuwa unamhitaji Dube. Tumezungumza mara nyingi sana, Dube ana linki na timu, lakini analazimisha lazima acheze dep. Kacheza depu, hakuna alichokifanya. Dube ndiye ambaye angalau aliingia kwa muda mchache, lakini on target angalau 2 kacheza, kapiga katika eneo la timu pinzani. Huenda pia kama angekuwa ni bahati yake angefunga hata goli. Kwa nini asingemweka depu mapema? Ni kiburi na pengine kujiona kocha ana mamlaka, yeye ndo kamleta mchezaji, kwa hiyo lazima aanze depu. Aliyeifanya Yanga isitoboe hapa ni kocha Pedro Gonçalves, bila kupepesa macho. Kama angepanga kikosi chake vizuri, huenda kingeta matokeo yenye matokeo chanya. Lakini ukiangalia kipindi cha kwanza mpaka kinamalizika, Yanga walikuwa hawana on target yoyote wakati Dep yuko pale. Kwa hiyo utaanza kujua kwamba
kulikuwa na mchezaji aina gani. Ngaje Depo alipata nafasi ambayo kama angekuwa na utulivu basi huenda kipindi cha kwanza angeifungia Yanga goli, lakini hakukuwa na utulivu wowote, na mwisho siku ikabakia mpaka kipindi cha pili, akarudi tena kipindi cha pili, lakini bado hakufanya lolote mpaka Dube alipoingia. Hatari za kuelekea lango la AS FAR Rabat ilionekana, na alivyoingia pia na Mzize nguvu ikaonekana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tuweze kumpongeza kwa kile ambacho mwalimu akimaliza dakika za mwisho, lakini kama angemweka Prince Pumelelo Dube mapema, huenda tungeona matokeo ya mapema kabisa yakitokea. Lakini kwa upande wa ulinzi tuwapongeze, licha kwamba goli limefungwa, lakini Mwamnyeto, Baka, Jobu, Shabalala walifanya kazi kubwa sana kuwazuia AS FAR Rabat. Wale ambao walikuwa naona FAR Rabat inaweza kufungwa kirahisi, mimi niliwaambia Yanga wasiende kuchukulia poa mchezo dhidi ya FAR Rabat, wakaona kama anaenda kuchukua pointi. Ile ni timu bora sana. Wale ambao walikuwa natupa madongo, maneno makali na vitu kama hivyo kupitia comment, warudi tena hapa waombe msamaha. Lakini kama hawaombi msamaha, mimi nawasamehe. Mimi nawasamehe. Kikubwa ni kwamba Yanga ugumu wa kuelekea katika hatua ya robo finali ya 2% zibakie kwa Yanga, kwamba huenda asifike huko. Nisema 5 ukipiga mahesabu ni 2% kwa Yanga kuingia hatua ya robo finali. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kwamba umechagua Like Media. Endelea kufuatilia. Tuendelea kukupa zile black and white. Kile ambacho ni cha uhakika kabisa, ni cha ukweli, utaendelea kukipata hapa bila kupepesa. Sisi hatukupaki mafuta kwa mgongo wa chupa. Uwe nani, tutakwambia ukweli ili kusaidia mbele ya safari. Au sio? Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa na michapo mbalimbali ya kimichezo. Mpaka wakati mwingine. Ciao.